nini hasa kinasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kuna visababishi kadha wa kadha vinavyosababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kama unavyoona hapa, hizi ni DM zote za watu ambao wananiandikia mawazo yao kwenye mitandao ya kijamii, na mimi leo nimekuja kuvifanyia kazi. Kisababishi cha kwanza ni msongo wa mawazo. Unapokuwa na msongo wa mawazo au depression kupitiliza, inasababisha baadhi ya shughuli za mwili kutokufanyika ipasavyo. Kwa mfano, uzalishaji wa homoni ya testosterone ambayo ni homoni muhimu sana kwenye upande wa afya ya mwanaume. Pia kuna kitu kinachoitwa ni RAS ambayo ni reticular activating system ambayo inazalisha dopamine, ambayo hii inazalisha kwa kiwango kikubwa sana kwenye mfumo wa ubongo. Sasa ikitokea mtu ana mawazo kupitiliza, hizi homoni zote zinakuwa zizalishi kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Cha pili ni lishe duni. Kuwepo mtu akiwa anakula lishe duni inaweza kusababisha kupungukiwa na nguvu za kiume, kwa sababu mwanaume anahitajika awe na kiwango kikubwa sana cha protini, awe anakula vyakula vya protini ili kwenda kusaidia uimarishaji na uzalishaji wa mbegu kwenye kitendo tunachoita spermatogenesis. Cha tatu ambacho kinasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni magonjwa yasiyoambukiza au magonjwa ya kurithi. Yanaweza kusababisha pia mwanaume kupungukiwa na nguvu za kiume. Kwa mfano, watu wenye kisukari, watu wenye pressure na watu wenye magonjwa ya moyo wana hatihati sana ya kupata upungufu wa nguvu za kiume. Na kitu kingine ambacho kinasababisha ni kitendo cha wanaume kujishughulisha na vitendo vya masturbation, tunaita ni punyeto. Punyeto inachangia kwa asilimia nyingi sana mwanaume kupungukiwa na nguvu za kiume, kwani unapotumia akili yako